Kusoma katika kipindi hichi cha usomaji wa neno la maandiko ya Mungu. Naomba niwakaribishe wote kwa pamoja tufungue Biblia zetu. Amen. Leo tutasoma maandiko kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho. Amen. Naomba tufungue kwa pamoja wote. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa nafasi hii ya usomaji wa maandiko. Tunaomba utubariki katika jina kuu la Yesu. Amen. Amen. Tasoma neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho, sura ya kwanza yote. Amen. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosithene ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa kuwa katika kila jambo mlitarajika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo, mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefano. Zaidi ya hao, sijui kama naliwabatiza mtu yoyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mlete hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake,
Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno lililohubiriwa, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu, kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwenu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Amen. Mungu kwa kibali hichi, asante. Naomba ubariki usomaji wa maandiko yako matakatifu katika jina la Yesu. Amen.